Habari za asubuhi. Habari za asubuhi Simba Yanga. Naomba niwajibu kidogo hapo kwa nyinyi baadhi yenu msiojua soka. Ukiwepo wewe Aligoma Mashavu, bwana mdogo wewe Mama Kisima hapo na wengineo. Iko hivi. Unajua hizo picha mnavyoziona wametuma ni baadhi tu, sababu baadhi ya picha zimehifadhiwa zenye vithibitisho vyote. Kwa nini zimehifadhiwa? Simba wana kazi nazo. Nyinyi mnapohitaji FIFA basi mjue Simba ndo ana mawazo makubwa kuliko nyinyi. Na mpaka sasa hivi huyo rais wa CAF mwenyewe tayari ameshakuwa matatani. Kama mnakumbuka Seif Blatter aliondolewa kuwa rais wa CAF kwa nini? Nani Seif Blatter aliondolewa kuwa rais wa FIFA kwa sababu gani? Ni mambo gani aliyafanya? Lakini isitoshe kuna baadhi ya viongozi wa CAF Afrika walitolewa kabisa kwa sababu gani? Sababu ya rushwa. Rushwa ilikuwa ni kwamba asilimia kubwa walikuwa wanatumia mitandao, bank account, sijui umeelewa kuhamisha benki kutoka benki hii kwenda hii, kuhamisha fedha kutoka benki hii kwenda hii au account hii kwenda account hii. Siku hizi hiyo hakuna. Siku hizi rushwa ishajulikana, wanatumia njia za wazi. Maliza game, pesa kwenye briefcase, unaenda kutupiwa kwenye chumba chenu cha waamuzi, mtajua wenyewe mnafanyaje hizo fedha. Huo mtego ulishajulikana. Na baada ya ile mechi Simba walishaweka mitego, lakini sio Simba tu. Elewa, Mheshimiwa Rais yuko pale, alienda kukabidhi ile kombe, alijisikia vibaya, lakini atafanya nini kwa sababu ndio mpira. Ameamua kufanya fair, ameamua kukabidhi kombe. Mpaka kufikia hatua ile kwenda kwenye kile chumba cha waamuzi, mpaka wale walinzi wa Simba, wale walinzi ambao mnawaona wameweza kuingia kwenye kile chumba cha waamuzi na kufanya kile walichofanya mpaka hatua ile. Ni njia gani jiulize imetumia? Kwanza ujue huwezi kufika kwenye hicho chumba cha waamuzi ukiwa na mwandishi au na mpiga picha yoyote wa klabu. Lakini mpaka ilifikia hatua ile, jua kabisa kwamba kuna nguvu kubwa ilitumika mpaka kufikia hatua ile, kwa sababu hata yule rais mwenyewe wa timu ya Berkane alishtuka kuona kwamba wamefikaje hawa hapa. No security, anajiuliza ni kwa nini security huwa ni kubwa na inasimamiwa na CAF. Lakini CAF hao pamoja na security yao, watu waliweza kuingia na watu waliweza kufika mpaka kwenye chumba cha waamuzi na kugundua ujinga na madudu yaliyofanyika pale. Sasa kaa ukijua hii haishi. Hii kwa Simba haishi, ndio maana unataka kujua, ndio maana wanaambiwa Simba ni dude kubwa Afrika. Hii haishi. Hizo picha na vielelezo vyote viko wazi. Sawa bana. Huo ni uthibitisho ambao ukifika FIFA mezani, FIFA ndio yenye mpira wao. Usije ukategemea FIFA anaweza akambeba rais wa CAF. Hiyo haipo. Na ndio maana hata Blatter alitolewa kwa sababu ya shutuma za rushwa. Na hiyo haishi, hata ndani ya miaka 5 hiyo itawatafuna kwa sababu Simba hawatakubali. Hiyo itafanywa kazi kwa njia zozote. Na ndio maana yule rais alitepeta baada ya kugundua Simba wameweza kufika na kupiga picha mzigo wote, na mzigo umekamatwa wote. Kwa taarifa. Sasa kinachosubiriwa sasa hivi ni ripoti. Mkae kwa kutulia. Washangilie ubingwa, Simba kakosa ubingwa na sisi tunaridhika tumekosa ubingwa, lakini kilichofanyika kilionekana na watu wanapambana nao. Sasa nyinyi mlivyokuwa hamna akili mbwa, eti hii Simba inanyakoniwa hatua, matusi ya waziwazi. Yale matusi yatatukanwa sana na yale matusi yataenda kutolewa maamuzi na FIFA. CAF tena hawezi kulizungumzia hilo. Wakilizungumzia wamekwisha. Na mpaka sasa hivi huyo Mosepe anapambana na uongozi wa Simba na TFF kuhakikisha video hazivuji kwa sababu hali ishakuwa mbaya. This is Simba. Acheni upuuzi nyinyi. Mnaongea tu mpira mjui. Wengine wametoka vijijini kwa mama zenu huko, wengine wametoka wapi? Umekaa tu kwenye kibini yako unakula makambale ovyo, mbwa wewe unakula tu unajinyea hapo. Kula alisha, nenda kapumzike. Unawaza sumu, mnawaza wengine mshapakia sulfa hapo. Mnaongea tu. Sasa subirini muone. Hii wamegusa pabaya. Hii wamegusa pabaya. Kama nyinyi mlizulumiwa sio hii Simba bana. Dude kubwa Afrika hili, mbwa nyie. Kenge wakubwa wala ugolo, pumbavu zenu nyie, kenge mbwa nyie.